Kwa yoyote ambaye anakengeuka kwenye msingi wa no reform no election, tunakabiliana naye kadri alivyokuja. Niliwahi kuambia kwamba ndugu zangu, nguruwe hana kibla. Atachinjwa the way alikodondokea, ndipo kisu kitamkuta. Sasa wote wanaopinga no reform no election, tunawakabili perpendicular namna ambavyo wamekuja. Na kwenye hili jambo lazima niseme, kwa sababu nitumie fursa hii pia kuzungumza. Tunaposema tumechoka mambo haya, tumechoka watesi wote ambao wanakeuka misingi na vikao halali vya chama, wana misbehave matamko na maamuzi ya chama, tena vikao vya juu vya kitaifa vya chama chetu. Kamati kuu ilipitisha no reform no election, ikapeleka baraza kuu, ikapeleka mkutano mkuu, vyombo vikubwa vitatu vya taasisi yetu, ambavyo jambo hili likipitishwa linabaki kuwa sehemu ya taasisi na kuwa agenda. Tuliwaambia tarehe 6 April kwamba tunakabiliana na G55, na leo tumerudi kwa sababu wako watu, na tulisema wakati nchi inakwenda kwenye kufikia malengo ya kitaifa, kwa sababu nataka niwaambie hii no reform no election ndio ukombozi wa taifa hili. CCM wanajua, serikali inajua, na Samia anajua hiki kitu, kwamba ukombozi wa nchi hii wa utawala wa uhuru na haki unapatikana kwenye agenda ya no reform no election. Pasipo mabadiliko ya kimfumo hatutakwenda kwenye chaguzi. Kwa tunahitaji kwenda kwenye chaguzi ambazo kura ya mpiga kura itaheshimiwa. Sasa kwenye hili lazima niwe wazi niseme kwamba kwenye kanda yetu wako watu wachache ambao tulisema wana vi-element vya G55. Wako watu kama alivyozungumza mwenzangu kwamba wameanza kuokoka, tunawaombea. Wako watu ambao ni viburi, wanaendelea kuwa kwenye G55. Hatuwezi kufumbia macho jambo hili, lazima tuwakabili. Yupo kiongozi kwenye kanda yetu hii ya Magharibi, na kwa maslahi mapana ya taasisi ni muhimu nikamtaja wazi hadharani, chama kikajua, taifa likajua kwamba tunao watu wanaopinga huu mfumo katika taasisi ambayo inakwenda kuwakomboa Tanzania. Ndugu Masanja ambaye ni makamu mwenyekiti wa kanda yetu hana tofauti na huyo aliyehasi kanda ya kati, makamu mwenyekiti wa kanda ya kati aliyeitisha mkutano wa hadhara Singida akazungumza vitu vya hovyo na vya kipuuzi. Tofauti ya yule na huyu wa Magharibi ni kwa sababu yule aliita mkutano wa hadhara, huyu ametumia mitandao ya kijamii. Ninalo andiko lake hapa kwenye simu, kwenye magrupu yetu ya chama. Kwa nafasi yake huyu Masanja Katambi ambaye ni makamu mwenyekiti wa kanda ya Magharibi kuzungumza wanao support no reform no wasawa na mbwa wanaobweka. Anasema wanao support no reform no election ni watu maskini wasio na fedha za kushiriki uchaguzi. Anasema wanao support no reform no election ni watu ambao hawakujiandaa kwenye uchaguzi. Hatuwezi kuwa na kiongozi wa namna hii kwenye kanda yetu ambaye anashiriki vikao vikubwa vya chama, na kwa namna ambavyo chama chetu kimejipambanua kwenye ugatuzi wa mamlaka. Tunazo kanda za kichama 10, ni kiongozi mkubwa kwenye kanda yetu. Leo anatoka kwenye mitandao ya kijamii anasema wanao support no reform no election ni mbwa wanaobweka. Maana yake anatukana viongozi wote wa kamati kuu ya chama, anatukana wajumbe wa mkutano mkuu, anatukana wajumbe wa baraza kuu, anamtukana mwenyekiti wake wa kanda kwa sababu ndiye msemaji wa kanda na yeye ni msaidizi wake. Anatukana kamati ya utendaji ya kanda, anatukana mashauriano kanda, anatutukana mikoa yote mitatu inayounda kanda ya Magharibi. Sasa wito wangu, kwa sababu tunajua kwenye kanda yetu hatukufanya kosa, tuna kiongozi makini, wakili msomi Dickson Matata. Kwenye jambo hili mimi naamini yuko anajipanga tu, anapitia katiba namna ya kumwajibisha. Kile walichokifanya kanda ya kati chini ya mwenyekiti wa kanda Devota Minja ni muhimu kikaja kanda ya Magharibi. Mheshimiwa wakili Dickson Matata, mwenyekiti wetu wa kanda, ambaye tunaamini kanda hii kwa kupatikana kwako inakwenda kuwa kanda imara, inakwenda kurudisha historia.
ni vizuri watu wanaokinzana na mfumo na tamko la chama wakaonywa na wakakaa pembeni. Na kwenye hili nipendekeze, sitaki kuingilia mamlaka ambayo itamchukulia hatua, lakini naomba nipendekeze. Kwenye operation ya no reform no election inakuja kanda ya magharibi, ni vizuri huyu mtu ndugu Masanja huyu, na popote alipo awe anasikia hii kitu, asijishirikishe na jambo lolote ya maandalizi ya kupokea viongozi watakao kuja kuhubiri no reform no election kwenye kanda yetu na kutoa elimu kwa nini hatuendi kwenye uchaguzi kama taifa bila kupatikana mifumo bora ya kiuchaguzi. Kwa sababu ni moja kati ya watu anayekwamisha, lakini amewaita ni sawa na mbwa wanaobweka. Sasa anawezaje kushiriki mapokezi ya hao viongozi? Kwa hiyo ninapendekeza, pamoja na hatua zingine zitakazochukuliwa dhidi yake, kwanza awe nje ya mfumo wa kiuongozi, akae pembeni ili tupokee viongozi ambao wanapita nchi nzima, majimbo yote, kutoa elimu ya kwa nini kama taifa halitakwenda kwenye uchaguzi kama hakutakuwa kumepatikana mifumo bora ya kiuchaguzi na kanuni za uchaguzi. Jambo jingine ambalo nataka nizungumze, nadhani message sendi kwa ndugu Masanja kwenye hilo, na kanda ijue hilo kwamba tunaye kirusi mkubwa ambaye ni makamu mwenyekiti wa kanda, na hatua zichukuliwe immediate. Kwenye hili hatutaki kupapasa, na hatutakaa tumuogope mtu kwa cheo chake kwa sababu ana misbehave mifumo na misimamo ya vikao halali vya chama, tena vya kitaifa, ambavyo viongozi wote wawakilishi wa majimbo, mikoa na wilaya walihusika Mlimani City tarehe 21 na 22 kwenye kubariki ajenda ya kwa nini kama taifa litakwenda kwenye chaguzi kama hakutakuwa kumepatikana mifumo bora ya kuchaguzi.